Karibu mtazamaji wa Uondo TV, uweze kujipatia taarifa mbalimbali za kimichezo ikiwemo taarifa za kitaifa, lakini pia taarifa za kimataifa ambazo zinapatikana Uondo TV. Mimi naitwa Aidan Jeremaze, best presenter wa Uondo TV. Taarifa mbalimbali lakini pia habari mbalimbali za kimichezo ambazo zinapatikana ndani ya Uondo TV. Kikubwa ambacho na kushauri mtazamaji wa Uondo TV, usahau kusubscribe, lakini endelea kulike, kushare na kucomment ili kuweza kuwa mtu wetu wa kwanza kufuatilia taarifa mbalimbali za kimichezo. Sasa story kubwa ambayo nimeona niweze kufikishia mtazamaji wa Uondo TV, mdhamini mpya au mzabuni ndani ya klabu ya Simba Sports, ni story ambayo imeonekana kutrend kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia naibu wa sanaa, utamaduni na michezo ambaye ni Hamisi Mwinjuma aka Mwana FA ameweza kuzungumza mambo kadha wa kadha kuhusiana na klabu ya Simba Sports Club. Story kubwa ni kuelekea kwenye mchezo wa nusu finali, lakini pia uwepo wa Jeruti ambaye ni mzabuni ndani ya klabu ya Simba. Sasa nikimnukuu kile kitu ambacho amekizungumza Mwana FA au Hamisi Mwinjuma, amesema kwamba mmetuheshimisha kweli kweli, naamini uwezo wa timu ni mkubwa na maarifa ya viongozi wa Simba ni makubwa. Naamini mtavuka hatua hii yoyote ambayo yapo kwenye uwezo wa kibinadamu ili Simba ipite nusu iende finali. Niliyoyasikia leo hapa yamenitia moyo. Jeruti kujenga uwanja ni kubwa sana na nawapongeza sana, na jambo hili linapaswa kutoka kwenye makaratasi lifanyike kwa vitendo sasa. Nawapongeza Simba Sports Club kwa kufanya mambo kisomi na haki kwenye kumpata mzabuni mpya. Amezungumza hayo Mwana FA. Mtazamaji wa Uondo TV, hiyo ni taarifa ambayo imeonekana kutrend kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu tunafahamu kwamba Mwana FA ni moja kati ya kiongozi kwenye tasnia ya mpira ambao tunasema kwamba ni naibu sanaa, utamaduni na michezo. Unaona kwamba kuna kama motisha ambayo anaipeleka kwa klabu ya Simba kujua vitu gani ambavyo Simba inaweza kufanya. Ikumbukwe Simba tarehe 20 mwezi wa 4 2025 katika dimba la New Amani Complex Houston Zanzibar watakuwa na mchezo dhidi ya Stellenbosch ambaye inatokea South Africa. Kwa hiyo wanaona kama ni motisha ambayo anaendelea kuitoa Hamisi Mwinjuma au Mwana FA, namna ambavyo amekuwa anazungumza vitu kadha wa kadha about Simba Sports Club, lakini pia amezungumzia mzabuni mpya ndani ya Simba ambaye ni Jeruti. Kumbukwe huyu ni moja kati ya mzabuni ambaye kuna vitu vingi sana ambavyo ameviwekeza, maybe uwanja ambao utakuwa unachukua watu 10,000+ na kuendelea. Kunaona kwamba kuna kama motisha ambayo anaendelea kuifanya, lakini pia mzabuni ambaye kuna basi la Israel ambao na penyewe limeshaingia ndani ya Simba Sports Club. Kwa hiyo nafikiri kwamba kwenye issue nzima infrastructure miundombinu, nafikiri Simba itakuwa imepiga hatua kwa kiasi kikubwa, lakini ni maandalizi tosha kuelekea mchezo dhidi ya Stellenbosch ambao ni mchezo wa nusu finali. Kwa hiyo bado na kwamba Mwana FA kuna kazi kubwa ambayo anaendelea kuifanya ndani ya klabu ya Simba, kuipa hamasa kujua kitu gani ambacho inapaswa kukifanya ndani ya Simba, lakini pia kwenye michuano ya kimataifa, kombe la shirikisho barani Afrika ambalo tumekuwa tunalizungumza kwamba ni CAF Confederation League Cup. Simba kutoka nusu finali kwenda finali, of course ni kitu ambacho kinawezekana, kwa sababu in football everything can happen. Kila kitu kwenye mpira kinawezekana kama ukiweka maandalizi mazuri, malengo pia ambayo unakuwa nayo, ni kitu ambacho kinaweza kikatokea. Hii ni Uondo TV. Mimi naitwa Aidan Jeremaze, best presenter wa Uondo TV. Kikubwa ambacho na kushauri mtazamaji wa Uondo TV, endelea kusubscribe, lakini usahau kulike, kushare na kucomment ili kuweza kuwa mtu wetu wa kwanza kufuatilia taarifa mbalimbali za kimichezo.